Nikiwa bado mimi niko vile vile, niliamua kwenda kwa waganga. Hiyo ni story ya yule mwimbaji. Basi ananipa kwamba kaanzaje yeye mwenyewe kuimba bendi yake binafsi. Basi anaendelea kwa kuniambia kwamba alivofika kwa waganga walimpa dawa, na baada ya kumpa zile dawa yeye mwenyewe alirudi. Baada ya muda ndipo kanisani wakaanza kumshauri watu wengi aweze kutengeneza bendi yake. Na baada ya ule muda akatengeneza kweli bendi yake, akawa anaimba peke yake. Baada ya kuwa anaimba pale peke yake ndipo akateuliwa sasa, akachaguliwa rasmi kuwa mwalimu wa kwaya. Na alikuwa ametoka wilaya nyingine ya huo mkoa wa Kagera na amehamia kwenye ile wilaya ya Biharamulo. Kwa hiyo hata kule alipokuwa akaniambia kwamba hata huko nilipokuwa nilikuwa hivyo mwalimu wa kwaya, lakini bado nina bendi yangu. Nikamwambia sawa, ni jambo zuri la kumshukuru Mungu kwamba unatunga nyimbo zenyewe zina ujumbe. Nikamuuliza vipi katika kuhusu kuzindua ile albamu yako, tayari umekwisha kuizindua au bado? Kwa yeye aliweza kuniambia kwamba bado mimi albamu yangu sijaweza kuizindua, na ninatarajia kuizindua ikimpendeza Mungu mwaka huu ambao ni mwaka huu tulionao, na itakuwa miezi za mwishoni. Basi nikawa nimemkubalia, lakini nikamwambia kumbe bado haujaamua kweli kuokoka. Akasema kwa nini? Nikamwambia mbona nyimbo zako nimeshaziona mimi mwenyewe mtandaoni na nimeshazisikia sehemu zikipigwa. Akasema labda ulisikia vibaya, zile zitakuwa sio nyimbo zangu. Nikamwambia nyimbo zako mimi ninazijua, hata kama nilizisikia kwa siku moja, lakini bado hizo nyimbo mimi ninazijua, na sio wimbo mmoja au nyimbo miwili. Na nikamwambia laiti kama ungekuwa karibu ningekuonesha ambapo sehemu nimezitoa, lakini kwa sababu upo mbali basi hizo nyimbo zako mimi ninazo. Akasema hapana, mimi nyimbo bado sijarekodi. Kwa nikagundua kumbe yeye bado anaendelea kumtumikia Mungu huku akiwa bado ameendelea tu kung'ang'ania sehemu ambayo yupo. Basi tukaendelea na mawasiliano, tukawa tunawasiliana. Baadaye akaja akanipigia simu akaniambia kumbe uliziona zile nyimbo. Basi atakuwa ni bosi wangu ambaye ameamua kuziweka moja kwa moja. Nikamwambia bosi wako kweli ndiyo ameziweka, lakini atawekaje bila wewe kuzijua? Taarifa ina maana hauna kwamba nyimbo zako tayari zimekwisha anza kutumika? Akasema mimi nilikuwa sijui, ngoja nije nimpigie simu nimuulize bosi. Akasema tena kata saa hizi niweze kumpigia ili niweze kujua na nipate uhakika kwamba kama alikuwa tayari ameweza kuziweka. Ndipo nikakata simu, sijui kama alimpigia bosi wake au hakumpigia. Lakini zilipita muda wa dakika kama 5. Na yeye kwa wakati ule akaamua tena kunipigia simu. Akaniambia ndiyo nimempigia, anasema tayari amekwisha kuziruhusu ziweze kutumika. Na kwa vile zinatumika zipo mtandaoni saizi. Nikamwambia sawa, lakini sasa mbona ulikuwa unanificha mwanzoni na nisingekuambia kweli ningejua? Akasema sio kwamba nilikuwa ninakuficha. Sema tu ambacho mimi nilikuwa nimesubiria, nilihitaji niweze kujua kama kweli na wewe umekwisha kuziona. Nikamwambia ndiyo nimekwisha ziona. Na kwa vile nimeshaziona hizo nyimbo zako ni nyimbo nzuri ambazo zina ujumbe mzuri, lakini wewe bado haujawa mzuri. Baada ya kumwambia hivyo akasema sawa, achana kwanza na mimi ili niweze kutafuta njia nzuri ambayo itaweza kunisaidia mimi kutoka huku. Nikamwambia sawa, nitakuacha, alafu wewe tafuta hiyo njia ambayo unaiona ni nzuri utakayoweza kutoka. Baada ya kutoka wewe basi ndo tutaongea mambo mengine mengi. Siku hiyo ikawa imeisha tena.
baada ya kuongea kwa muda mrefu sana. Na tulivyoongea muda mrefu sana, tukaongea mambo mengi sana. Baadaye, baada ya kupita siku kadhaa, akawa tena kanitafuta. Akaniambia, ndugu yangu, ninahitaji kufanya na wewe kazi. Ila saa hizi hii kazi haihusiani kabisa na bosi wangu. Hii kazi inahusiana mimi na wewe, tukiwa watu wawili tufanye kazi. Kuna sehemu ambapo mimi nimezaliwa. Ninahitaji niweze kuelekea kule kwa ajili ya kazi za Mungu. Na kwa vile wewe ni mhubiri, ninahitaji wewe ukifika pale uwe mhubiri. Na mimi nitakuwa mwimbaji. Ninahitaji niweze kuongea na mchungaji wa kule tuweze kwenda wote sehemu hiyo. Nikamwambia sehemu hiyo tunaweza tukaenda, lakini kwa wakati huu mimi bado nipo masomoni. Na baada ya kutoka masomoni tutaangalia sasa, inategemeana. Ukiwa wewe tayari umekwisha kubadilika, ndipo tutaweza kufanya hiyo kazi. Na ukiwa bado haujaweza kubadilika, sidhani kama tutaweza kufanya wote kazi. Akawa kaniambia, bana, mambo ya kubadilika, vitu vingine unajua, siri za watu inahitajika ziendelee kubaki kuwa siri. Lakini kinachohitajika wewe tuendelee tu kushirikiana. Nikamwambia, na kwa wakati huu bado mimi unajua ninakupa tu muda. Lakini itafika wakati hata simu yangu hautoweza kunipigia kabisa. Akawa akaniuliza kwa nini nisikupigie. Nikamwambia kwa sababu ya matendo ambayo wewe unatenda, itafikia hatua mimi mwenyewe sidhani kama nitakubali kuendelea kukaa ninapokea simu yako. Ndipo akasema, sawa, mimi nimeshakwambia ndugu yangu, nitaokoka na nitabadilika. Nikamwambia kubadilika, hilo jambo la kubadilika haitakiwi lichukue muda mrefu. Maana ni kitendo cha kubadilika, yani wewe mwenyewe utakavyompokea Yesu, tayari utaweza kubadilika na huo muda. Baada ya huo muda kubadilika, Mungu ndiye atakaye kubadilisha. Kwa hiyo kama wewe unategemea kwa sasa utumia akili zako kuwa unajibadilisha pole pole, sidhani kama itawezekana. Na itakugharimu muda mrefu sana kuweza kujibadilisha wewe mwenyewe. Cha msingi mkabidhi Yesu maisha yako. Nikamuuliza, kwani wewe tangu umezaliwa kwenye familia ya watu waliookoka, umekwisha wahi wewe mwenyewe kumkiri Yesu na kusema, Mungu, ninahitaji uniokoe? Akasema, hapana, sijawahi. Nikamwambia, ndiyo, inahitajika wewe mwenyewe uweze kumkiri. Yaani ule wokovu ambao wewe unatembelea nyuma ya wokovu wa wazazi wako, ule ni wa kwao. Na kila mmoja, kumbuka, katika inshu ya kuhukumiwa, atahukumiwa yeye kama yeye. Hawatohusishwa watu wengine. Kwa hiyo wewe kubali tu uweze kumpokea Yesu. Niliendeleza kumsisitiza sana, lakini bado hakuweza kukubali. Akaendelea. Mimi huku nikiwa na muhasa sana, namwambia aweze kubadilika. Lakini bado yeye alikuwa hataki kubadilika kwa wakati ule. Kwa sababu nilimuona na nilijua kwa wakati ule hayupo tayari kuweza kubadilika. Basi akawa akasema, nitabadilika. Mimi nikaendelea kumwacha. Ikapita muda tena, akawa akanipigia simu tena yeye. Nikaona kwa sasa amekuwa karibu sana na amekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Hadi ikafikia hatua nikamuuliza, mbona umeamua kuwa karibu sana? Kuna nini kinachoendelea? Baada ya kumuuliza vile, yeye mwenyewe kwa wakati ule hakuweza kuniambia ni nini kinachoendelea. Lakini ule ukaribu ukaanza tena kunirudisha kwenye wasiwasi. Ikabidi nimwambie Mungu aweze kunilinda. Kwa sababu kwa ukaribu ule ninaona mpaka ilifikia hatua yeye mwenyewe akaamua kusema kwamba ninahitaji kwa muda kama huu niwe ninakutumia pesa. Kama utakubali, mimi nitakuwa ninakutumia pesa huko ya matumizi muda mwingine.
wewe inahitajika uweze kukubali tu. Nikamwambia nakubali nini? Akasema wewe kubali tu, baada ya kukubali basi mimi nitaanza kukutumia pesa. Nikamwambia hapana, kwa wakati huu mimi sihitaji pesa zaidi kuliko Mungu. Kwa wakati huu nilionao mimi ninamhitaji Mungu kuliko hizo pesa wewe unazotaka kunipa. Ndipo yeye akaniambia sawa. Tukakaa muda kama wa wiki 2. Nikaona kwenye simu yangu imethibitishwa muamala wa shilingi 9,000 amenitumia. Sikujua ni nani aliyetuma, nikasubiria ni nani atapiga simu kuniambia amenitumia hela, labda ni nyumbani. Sikuona kitu chochote kile au mtu yoyote ambaye amenipigia simu. Ile hela ikaendelea kukaa kwenye simu, sikuitoa kwa sababu sina matumizi mengi. Basi kwa wakati imefika baada ya siku kama 3, akanipigia simu. Akaniambia habari za huko, nikamwambia nzuri. Tukasalimiana vizuri. Akaniambia umeshaitumia? Nikamuuliza mimi kuitumia hiyo nini? Ndipo akaniuliza kuna hela nimekutumia juzi, kwani wewe umekwisha kuitumia? Nikamwambia bado sijaitumia, bado imo mpaka sasa. Kumbe ni wewe ulionitumia? Ndipo akasema ndio, ni mimi ambaye nimekutumia ile pesa. Kwa hiyo kama nimekutumia mimi ile pesa, nilihitaji uweze kuitumia. Nikamwambia kama ni wewe basi pesa yako ngoja nikutumie sasa hivi. Okay, muda wetu si mzuri, muda umekimbia na takriban dakika zinaishaisha hivi. Niko na kijana hapa ambaye ameamua kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Kristo Yesu, anaifanya kazi ya Mungu, na lengo ni kuhakikisha kwamba anatufikirisha juu ya mambo ambayo yanafanyika katika nyakati hizi tulizonazo. Kwa vile muda si mzuri, tutakutana tena ili tuweze kuona anatupitisha sehemu gani. Na moja kwa moja nikwambie ulikuwa na Dennis Matayo.